Wapendwa baba zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, wapendwa dada zangu, kalumuna na kanyanya zo mkama murungi ogude bona wazo letu fupi. Je, unasherekea mema ya wengine? Je, unasherekea mema ya wengine? Naomba turudie hilo swali. Je, unasherekea mema ya wengine? Mstari unaotuongoza ni kutoka Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 15 mstari wa 25 hadi wa 28. Akasikia mziki na ngoma, akakasirika. Furaha ya mmoja haipunguzi baraka ya mwingine. Furaha yako haitapunguza baraka ya mwingine. Mafanikio yako hayatapunguza baraka ya mwingine. Padri Timothy Radcliffe alisema, kuna hatari kubwa kwa wale wanaoendelea kufanya mema lakini hawajui kusherekea mema ya wengine. Mwana mkubwa ni mfano wa hilo. Katika kisa cha mwana mpotevu, ama tukiite kisa cha baba mwenye huruma, baba alikuwa na wana wawili. Mmoja alifanya kosa kwa kutoka nyumbani kwenda, mwingine alifanya kosa kwa kukataa kuingia nyumbani. Aliyekataa kuingia nyumbani ni mwana mkubwa, aliyeondoka nyumbani ni mwana mdogo. Huyu mwana mkubwa akufurahi kuona kaka yake anarudi nyumbani. Alitaka aendelee kumuongelea tu kwenye kijiwe, kumsema tu, lakini alipobadilika akasema, sasa nitaongelea kitu gani? Kuna sababu zilizomfanya asiingie nyumbani kusherekea, ambazo si sababu za msingi. Kwanza ni usuda. Moyo wa usuda haujui kusherekea. Mtu akimwonea mtu mwingine wivu aweza akasherekea mafanikio yake ama mabadiliko yake. Mwana mdogo alipotea kwa uchoyo, mwana mkubwa alipotea kwa wivu. Wote walipotea. Huyu ni mwana mpotevu aliyeenda nchi za mbali, lakini aliyebaki nyumbani na yeye ni mwana mpotevu. Yuko nyumbani lakini amepotea. Unaweza ukawa kanisani ukawa umepotea hapa umepotea. Yaani watu wanasali labda salamu Maria umejaa neema, we moyo uko mbali sana. Hii mvua si nipande migomba. Uko mbali sana. Pili, alikataa kusherekea kwa sababu ya kiburi. Mtakatifu Ambroise wa Milani alisema, aliye mbali akarudi kwa toba, aliye karibu alibaki mbali kwa kiburi. Huyu akatoka mbali kwa toba, Baba nisamehe, nifanye mojawapo wa watumishi wako. Aliye karibu alibaki mbali kwa kiburi. Tatu, ni moyo wa kuwa mbali. Alikuwa karibu na baba yake lakini alikuwa mbali naye. Unaweza ukawa karibu na baba lakini uko mbali naye. Alikerwa na huruma ya baba yake. Tuombe Mwenyezi Mungu hata tunapokuwa karibu na kanisa tusiwe mbali na Mungu. Wakati mwingine unaweza ukawa karibu na kanisa lakini ukawa mbali na Mungu. Maswali yanabaki. Je, unafurahia kurudi kwa wengine? Je, unasherekea mema ya wengine? Unaweza kukuta kwa mfano mtu anajenga nyumba, ni jirani yake amejenga nyumba nzuri, wala ufika mpatie hongera. Lakini kuna mwingine afurahii hilo. Mema ya mwana mpotevu ni mengi. Kwanza, moyo wa toba.
unyenyekevu, heshima, kwa vile anamwita baba yake baba. Huyu hana heshima. Mwana mkubwa amuiti baba yake baba, na kaka yake amuiti ndugu yangu, anamwita mtoto wake aliyekula vitu pamoja na makahaba. Ana heshima hata kidogo. Niwauliza watoto wa komunio ya kwanza, nani akufurahi mwana mpotevu aliporudi? Sasa padri najibu, ndama aliyenona. Mimi sikutaka kuongelea ndama aliyenona, nitaka kuongelea lakini na ndama aliyenona bila shaka akufurahi. Ninaomba sana tufurahie mafanikio ya wengine, tufurahie mabadiliko ya wengine. Naomba mwambie jirani yako, muulize jirani yako, je, unasherekea mema ya wengine? Je, unasherekea mema ya wengine? Je, unasherekea mafanikio ya wengine? Je, unasherekea mafanikio ya wengine? Je, unasherekea mabadiliko ya wengine? Je, unasherekea mabadiliko ya wengine? Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni kwa kunisikiliza.